Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis, Ramadhani 22 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, tutaendelea kulinda amani, ahidi kushirikiana kukuza demokrasia, utawala bora. UN yaipongeza Tanzania kuunda tume uchunguzi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Samia, wanaotupa watoto hawajui walitendalo. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimpokea mtoto aliyemwasili Grace Samia Suluhu kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Nzega mkoani Tabora na Itapwaki Tukai Ikulu Chamwino Dodoma jana. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2. Mtumbwi wapinduka, watu wawili wafa. Habari katika ukurasa wa 7. REA yaita sekta binafsi miradi ya kufua umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Majaliwa waisifu serikali utulivu wa nchi. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yapendekeza bajeti ya trilioni 62, vipaumbele vitano. Habari katika ukurasa wa 3. Sekta binafsi kuchangia trilioni 60 ni utekelezaji wa mpango wa maendeleo 2026-2027. Maeneo ya kipaumbele yatajwa. Kitila ataka serikali punguze mamlaka utekelezaji miradi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Rostam wa Kenya wabadili mtazamo, tunategemeana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Daktari eleza vyanzo tiba ya saratani. Habari katika ukurasa wa 4. Mvua za ua zaharibu miundombinu makazi Kilosa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema ACT sasa waishtaki serikali UN, walalamikia changamoto kwenye mfumo wa demokrasia, haki, katiba na kilichotokea kwenye uchaguzi. Rais Samia asisitiza uwajibikaji, haki yaliyotokea Oktoba 29. Dr. Migiro asema demokrasia kipaumbele nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Nukuu ni ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema Tanzania imejizatiti kuhakikisha mchakato wa kufuatilia matukio ya Oktoba 29, 2025 yanafanyika kwa kuzingatia utawala wa sheria, uwajibikaji na haki. Tutafanya hivyo huku nchi ikiendelea kulinda amani, umoja wa kitaifa na utulivu wa kisiasa. Nafasi ya Tanzania kwenye uchumi wa madini muhimu. Tani milioni 18 makadirio ya kiwango cha kinywa kilichopo nchini Tanzania. Habari katika ukurasa wa 12. Uwekezaji NMG hautaathiri weledi wa uhariri Rostam. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mvua za ua watano zavunja madaraja Dodoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Sababu Robert Kisena wenzake kuachiwa huru. Habari katika ukurasa wa 16. Watumishi 117 wa gati la mafuta walilia malipo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4
mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Tazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni serikali yapendekeza kutumia shilingi trilioni 62 ni mwaka wa 2026-2027. Waziri wa fedha taja vipaumbele vitano ni pamoja na utawala, amani, usalama na utulivu, kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia amwasili mtoto aliyetelekezwa Tabora. Habari katika ukurasa wa 4. Tunu za balozi Profesa Mahalu zatakiwa kuenziwa sauti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. REA yawezesha watawa kuendeleza mradi wa umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wakala wa nishati vijijini REA inaendelea kuunga mkono jitihada za uzalishaji mdogo wa umeme nchini kwa kupitia ruzuku na mikopo yenye masharti nafuu. Ulega aweka mkazo mgawanyo rasilimali fedha za barabara Pwani. Habari katika ukurasa wa 5. Kila RC atoa taarifa kuhusu ukuzaji wa biashara Mwigulu. Habari katika ukurasa wa 7. Israeli yafanya mashambulizi mapya Beirut. Habari katika ukurasa wa 19. Migogoro ya kivita na funzo kwa Uislamu mwezi wa Ramadhani. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kilichojiri Oktoba 29. UN yateta na rais tume Chadema. Mjumbe maalum wa UN atumwa nchini kusikiliza maoni ya wadau kuhusu hali ya kisiasa. Serikali yasema inatekeleza mapendekezo. Chadema yatangaza msimamo wake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Ofisi cha umma za fungwa zilizowazi hazina ofisa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Vigogo duniani wameza vichwa bei ya mafuta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika miguu kunuka, tatizo linalowatesa wengi kimya kimya. Habari katika ukurasa wa 5. Askofu ang'aka, mabomu machozi kupigwa kanisani. Habari katika ukurasa wa 3. Samia amwasili mtoto mchanga aliyetelekezwa. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Mwanahalisi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema sasa mfupa mgumu, vitimbi inavyofanyiwa vyaipaisha, anayetuhumiwa kukizofisha tajwa. Habari katika ukurasa wa 6. CCM waanza kutoana ngeu. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Vigogo kadhaa ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM wameanza kujenga mitandao ya kujisafishia njia kuelekea uchaguzi mkuu wa chama hicho mwaka 2027 na uchaguzi mkuu wa urais wa bunge na madiwani mwaka 2030. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Serikali ya nywea yaruhusu Jumuiya ya Madola kuchunguza Oktoba 29. Habari katika ukurasa wa 2. Mojtaba Hamney anusurika kuuawa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Televisheni ya taifa ya Iran imesema Mojtaba Hamney, kiongozi mkuu mpya, amejeruhiwa katika vita inayoendelea. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni UN yaifagilia Tanzania kwa amani. Ni sifa kutoka kwa ujumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aliyetoa katika mazungumzo yake na Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu Dodoma jana. Pia pongeza uamuzi wa kuunda tume huru ya uchunguzi baada ya vurugu Oktoba 29 na dhamira ya kufanya mazungumzo jumuishi ya taifa. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mwigulu awavaa wanaosubiri uteuzi. Habari katika ukurasa wa 11. Rais Samia asili mtoto aliyetupwa, wananchi wengi wampongeza kwa uamuzi huo mzuri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. TPDC yasisitiza bei ya mafuta haitapanda. Serikali imewatoa hofu wananchi kuhusu kupanda gharama za mafuta kufuatia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8.
Migiro, nchi yetu imedhamiria kuheshimu utawala wa sheria. Habari katika ukurasa wa 3. Wagonjwa wa figo wafikia 3342 nchini. Habari katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti limeandika Simba yashtukia jambo, yaifetua Singida yarudi mezani fasta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mabao mawili iliyofungwa Singida imefanya kuruhusu matano katika mechi mbili mfululizo nyumbani dhidi ya Yanga na Simba. Matokeo ikiwa ni Singida Black Stars 1 Simba 2, mchezo wa ligi kuu uliopigwa hapo jana. Prisons dhidi ya Yanga kuna kitu. Mchezo huu utapigwa saa 2 usiku uwanja wa Jamhuri Dodoma. Habari katika ukurasa wa pili. Mchezo wa mayai wenye timu kibao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Sancho anapovuna pesa United. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Huyu hapa Tanzania na wani wa gofu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Europa League leo ni Lille dhidi ya Aston Villa saa 2:45 usiku. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba TRA ngari vita ya nafasi Yanga Prisons leo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Klabu 27 ndondi za thibitisha ubingwa wa wazi da. Habari katika kurasa za ndani. Uwema kwa uozo hajiwezi. Habari katika ukurasa wa 21. Msigwa ruhusa ya mechi Mkapa ni ya muda. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe Mwanga Jamii lenyewe limeandika Simba yatakata Mpanzu Oura waongoza mashambulizi, mnyama akijimarisha katika mbio zao. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga Prisons mechi ya kisasi. Tanzania kuandaa CAF Under-20 Sekafa Under-17 2026. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru ukweli daima. Habari za michezo na burudani lenye limeandika Simba yanogesha mbio ubingwa ligi kuu bara. Yanga Prisons kivumbi leo maskini Dickson Job. Habari katika ukurasa wa 23. Ujenzi wa kituo cha kulea vipaji wafikia 70%. Habari katika ukurasa wa 23. Bondia Changalawe Mrusi kazi ipo leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Woka astaafu timu ya taifa. Habari katika ukurasa wa 22. Chamudata yampongeza Rais Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.